Na gavana wa Nyandarua Daktari Moses Kiarie badilisha mwanasheria mkuu wa kaunti hiyo, maafisa wa ununuzi pamoja na maafisa wengine wanaoshughulikia fedha katika kaunti hiyo wameagizwa kurejesha fedha baada ya kamati ya seneti kuhusu usimamizi wa fedha za umma kugundua kwamba usimamizi wa kaunti hiyo ulikiuka sheria, hatua iliyosababisha wakazi wa kaunti hiyo kupoteza mabilioni ya fedha. Mtazamaji, hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kusitisha kandarasi ya shilingi bilioni 1.5 baada ya kutumia shilingi milioni 900 kuondolea mbali madini ya asbestos kutoka kwenye mapaa ya hospitali ya matibabu maalum ya JM Kariuki. Abdaziz Hashim na taarifa hiyo. Ni ufichuzi ulioibua mshangao katika kamati ya seneti ya usimamizi wa fedha za umma. Then someone must sit behind bars. Technically insolvent. So between technically insolvent and a crime scene, which is worse? Uliosababisha kusitishwa kwa mradi wa shilingi bilioni 1.5 katika hospitali ya matibabu maalum ya JM Kariuki. Termination of over 1.5 billion contract. That is not a matter that requires the professional opinion of the head of procurement, and unless then that becomes the black hole that we use to do funny things. So you can expect scrutiny, and please, such a big name should not be muddled with scandal and controversy. Gavana wa kaunti hiyo Daktari Moses Kiarie badilisha alielezea kwamba kaunti hiyo ilifanya mapatano na idara ya ulinzi kujenga jengo la orofa 5 kwa kutumia fedha za umma. An intergovernmental agreement, does it exist? Does it exist? At the moment it doesn't exist, but before the time. Okay, I think that has been established as a fact. Is proposed completion of works and removal of asbestos roofing at JM Kariuki level 5. You gave out a tender of 988 million. But looking at the work he had done, they compared with others, they decided that they would want to continue. Hata hivyo, mkaguzi wa hesabu za serikali aligundua kwamba hakukuwa na thamani ya fedha hizo baada ya kubaini kwamba hakuna kazi iliyofanywa kwenye hospitali hiyo. Aidha, maseneta wamethibitisha kwamba kaunti ya Nyandarua inakabiliwa na kufilisika baada ya mkaguzi wa hesabu za serikali kubaini kaunti hiyo ina madeni ya hadi shilingi bilioni 5 ikilinganishwa na jumla ya mali na mapato yake ya shilingi bilioni 6.2. If 80% of your total revenues is amounts owed to suppliers, staff, and other entities, I don't know whether Nyandarua should be dissolved. We've been calling these suppliers to come and make claims. Some of them are not available. Tume hiyo imeelekeza ufichuzi huo kwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuchunguza. Abdiaziz Hashim kutoka majengo ya bunge, Darubini.